Kwa nini mtanifungulia saumu kama mkeo? Sio kama mke wangu. Zaidi hata kama mke wangu. Muongo. Mwezi wa 4 huu. For sure. Lazima karibia miezi nayo plus siku na nyumba. Vitu vizuri havihitaji haraka. Kwa kesho naenda kulala kwa msingi. Kwako? Home sweet home. Nilipamisi nyumbani wallahi. Babe. Baby. Umesema kasafiri? Baby, surprise. Baby. Baby. Babe. Nilipamisi nyumbani. Baby. Jamani. Baby. Mke wangu. Nimekumisi sana. You look beautiful. Oh wow. I miss you baby. Nimevaa kiatu bwana. I miss you too baby. Miss you too. Nimekumisi zaidi yani baby. Thank you. Karibu sana. Umenenepa alafu sikuwepo. Ukiwepo unanenepa, usipokuwepo unanenepa. Kabla sijataka chochote. Kwanza subiri kwanza. Leo tunauliza swala la yani kula au nini? Unasemaje? Kula ndo ule au ule ndo kula? Kabla yote kwanza twende jikoni pale. No baby. Sikiliza, nisikilize. Mimi nimeondoka muda mrefu, nimekumisi bana, twende chumbani. Tuni kwanza. Alafu ndio? Amna bana, twende chumbani. Leo sitaki kupika, sitaki kuoga, sitaki chochote, nitoga baadaye, nimekumisi wewe, twende chumbani. Nitakupikia chakula kizuri sana. Nimemkumbuka sana mama. Yaani ndio kwanza nimefika na unataka nipike. Babe, chakula kidogo tu. Chakula fulani hivi ambacho nilikwambiaga mama alikuwa akipenda kunipikia. Nimemkumbuka sana leo. Naomba unipikie chakula ambacho mama alikuwa anapenda kunipikia. Naomba unipikie kiugali fulani. Ugali spiki ugali. Labda nikukangie mayai. Siwezi kupika ugali baby, ndio kwanza nimerudi, hata kufurahi tu mke wako nimekuja. Unanifikishia jikoni. Okay. Tuanze tu. Tabia yako mbaya, sijaipenda. Unipikie Usinipangie mimi ndo nakuchemshia na kukangia tu mayai basi. Basi sawa. Mga, unajua kwa sababu unajua mke wangu ni mtu special for me. Sasa nikawa nahangaika nitafute kitu fulani hivi special ambacho
Babe. Oh, babe. Vipi tena? Mbona nje saa hizi? Unajua sasa hivi toka ulivyoondoka, mimi mwenyewe kuna vitu nashindwa kuelewa. Design kama kuna wezi sana ujue. Sawa. Mayai yako tayari. Nimegaili kula. Kula mayai, nataka nikule wewe kwanza. Na mimi sasa hivi siko tayari. Nahitaji kupumzika. Unajua mkongo, love don't cost anything. Kwa nikasema if love don't cost anything, nikutafutie zawadi fulani hivi cheap. Lakini hiyo ina maana kubwa sana kwangu na kwako. Nikasema nikuandalie kitu kama hichi, chupi fulani vile mtumba. Unajua mke wangu utafurahi sana. By then nashukuru mke wangu umeiona wakati ambao mimi nilikuwa nahitaji. Chupi. Chupi. Tena iliyotumika. Chupi chumbani kwangu imetumika, zawadi niridhike. Unaelewa nini unaniambia? Yaani chupi imetumika unaniambia niridhike? Chupi chumbani kwetu, uvunguni mwa kitanda, zawadi. Ninasema hivi, nitakachokuletea mimi ndio nimeamua kukuletea. Unatakiwa upokee na unishukuru. Inayo pia ni zawadi. Sasa kama nimekununulia chupi, unakataa wewe, utakubali ile ni kweli? Wewe utakubali ile ni kweli? Wewe bwana wewe. Yaani kuondoka wiki mbili tu unaamua kufanya na hivi vitu. Zawadi ya Eleni kitandani, zawadi ya chupi uvungu wa kitanda. Usinipangie. Hapa ni kwangu, hii ni nyumba yangu, natumia pesa yangu kukununulia wewe mke wangu. Wow. Zawadi chupi. Hebu usilete salau bwana. Natumia pesa yangu unajua. Natumia pesa yangu unajua. Sasa wewe kama umeshindwa kupokea kitu kikubwa kabisa, utaweza kukubali hii ile? Hii. Kwa unanipangia unataka ninunue nini? Lamborghini. Eleni moja. Kitandani. Usinipangie kukupa anachokitaka. Hii ni nyumba yangu, wewe ni mke wangu na pesa ni ya kwangu. Sawa baba. Asante. Naomba. Ubarikiwe. Asante kwa zawadi zako.
Kwa hiyo huwezi kutuambia? Basi lia wewe. Uchungu ukiisha utatuelezea unachotaka kutuambia. Sawa mama? Tueleze mama sasa hivi. Yaani kama mnavyojua kwamba nilikuwa nimesafiri. Nimerudi nyumbani. Nimemkuta mume wangu amenipokea vizuri. Vizuri kabisa. Yaani kipindi naingia chumbani kwangu, nakuta ameniandalia eti surprise. Yaani surprise ndio nakuuliza. Surprise ndio inakuuliza mama. Swala sio surprise inaniliza. Swala ni aina gani ya surprise niliyokuta chumbani kwangu. Yaani chumbani kwangu, kitandani kwangu, chini nakuta na chupi ya mwanamke. Afu nilivyomuuliza, unajua ananiambiaje? Eti chupi, mke wangu nimekufanyia surprise. Surprise ya chupi iliyotumika. Eti ananiambia surprise ya chupi ya mtumba. Sasa chupi ya mtumba akakununulia anakwambia surprise ndio unalia. Sasa hujui kama chupi ya mtumba inakuwa tayari iliyokuwa imetumika? Subiri. Chumbani? Chini? Kwa upande wangu mimi hapana. Kwa upande wake. Kwa upande wangu mimi ni sawa kwa sababu chupi mvunguni mwa kitanda. Sijui, lakini hapo kila mtu ana maoni yake. Oh, okay. Kwa mimi nimekosea kutoka kwangu siongei. Sonde. Alafu pia msichokijua, Kai ana hadhi ya kununua chupi ya mtumba. Exactly. Anakosa nini akanunua chupi ya mtumba? Alafu sishangai. Nilishakwambia Kai ni kiwembe. Yule mume wako. Hujawahi kunielewa, unanichukulia sijui kama nani. Kwa kuwa sijaolewa Weka akili kichwani mama. Yaani hizo, mimi nimekwambia hizo drama bado. Akuishia hapo. Pindi namuuliza kwamba hii chupi inakuaje, akanitia kibao. Kakupiga? Sasa hapo upande wangu mimi ndo nilipokosea. Kuinua mkono na kukupiga. Ile nashuka chini kitandani nakaa. Nachomwa na Irene. Nilipomuuliza kwa hiyo, hii Irene nayo ni surprise? Sorry. Unajua alichonijibu? Unaiona? Mami, unaiona? Naiona. Alafu sio mpya. Haiwezi kuwa mpya kwa sababu hata scrub haina. Upya natoka wapi? Haina. Alafu pia ni ya bei rahisi sana. Inaweza kaa 20,000. No. Haiwezi kuwa bei hiyo. Hii kizidi sana 5,000. Tena umeipa hadhi. Yaani hii imezidi sana ni 2,000. Kwa hiyo kuna mbeshi mmoja anatembea na wanawake wa cheap design hiyo. Sundi, mwanaume achagui. Wewe 2,000 mbona ni gharama? Mwanaume anaweza kutembea hata chizi anayemkuta barabarani anaokota makopo. Huyo ndo mwanaume. Hii nitakutuelezea. Surprise yako. Alafu ananiambia kwamba eti kama surprise tu kubwa ya chupi ya mtumba umeshindwa kuipokea, unawezaje kupokea kitu kidogo namna hii? Irene, kitandani. Aya, okay. Hiyo point yangu mimi. Mimi mnajuaga mambo ya ndoa, sipendi kujiweka mbele kama tai. Wazo langu lilonjia hapa kwa sababu na mawazo yako yamekujaa, unakosa amani, maneno mawili unacheka, la tatu unalia. Mimi naomba tuende club.
Sunday niko na wewe mama, niko na Mrasa, nikiwa na nyinyi mimi tayari niko na happy. Sasa huyo Mrasa cha pombe si bado unasikiza mimi tukacheza muziki. Tuende klabu tukalewe, lewe. Ili uondoe mawazo, wazo. Umsahau Kai. Jamani. Bwana, nilija posti.